the various countries, Western countries, Western African countries here, maybe, yes, maybe they could also understand. But I believe speaking English, most of the people they can understand, even those people who are found in those countries, they can understand the way exactly thing which I was speaking. But right now, let me go back to Africa, African language, Swahili, because Swahili people, let me try to tag them. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nimekukaribisha. Welcome to our church, which is found in Tanzania, Dar es Salaam. And if you search for the holiness, you're most welcome, because you are required to repent to Jesus Christ, and He's the one, the most holy, rather than ever, rather than anyone in the world. And He will create your sins, and because His blood has been shed on the cross, so that to clean you, so that you can be cleaned. You can be cleansed by the blood of Jesus Christ. It's the holy blood. After cleansing you, He can create you be not only to be holy, but to be perfect. After learning these lessons which I told you previously, first principles teachings, you can learn it. Principle learnings, principle teachings, as has been said in a Hebrew chapter 6 verse 1 to 2. Then you can learn second steps, third steps, and fourth steps, and that fourth steps can make you to be perfect as Jesus Christ was. So you're most welcome. If you need to communicate with us, you may try to communicate through WhatsApp number +255 612 775 1.5. And if you want to communicate straight, you need that. You need to watch our videos. You may try to watch Holiness TV on Ndugu Moffat. You may see those videos. You may capture those videos very correctly. Not only that, but also you want to watch us, to follow us on TikTok, Instagram, TikTok, Holiness TV. YouTube channel, Holiness TV on Ndugu Moffat. Instagram, Holiness TV. X also is Holiness. You're most welcome. Welcome indeed. Let me go back in Swahili. Let me go back to Swahili so that I may speak to Swahili people who speak Swahili, because I think here when I was speaking right here, most of them they couldn't understand even a single word. Right now, let me try to speak in Swahili so that they can capture exactly thing which I'm talking about, our churches. Kwa hiyo nimerudi Tanzania sasa. Kama kuna maswali kama kuna maswali yanaweza yakaulizwa kuhusiana na Wapentekoste, kwamba ni Wapentekoste kwa jina, lakini ni Wakatoliki kivitendo. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Kwa wakati huu ni sema wanajiita Wapentekoste lakini Wakatoliki kimatendo. Ndio. Iko mambo mengi ambayo Wakristo hao ambao wanajiita Wapentekoste, ndio, au watu ambao wanaitwa mwingine muda mwingine ni Protestant. Okay. Ni wapingaji, ni watu ambao walipinga yes, kile walichokikuta kwenye kanisa linaloitwa kanisa mama, yani Katoliki. Ndio. Kuna mambo waliyapinga lakini sasa wanayafanya. Exactly. Kabla sijaenda mbali, ndio, nilitamani uelezee moja ya jambo ambalo kuna baadhi ya watu wanajiita Wapentekoste lakini wana kitu kinaitwa liturujia. Yeah. Liturujia. Kuna mtu ajui nini maana ya liturujia, inafanyikaje, ikoje? Sasa hebu ieleze hiyo na madhara yake kwa Mkristo. Kwanza, liturujia ni neno jingine linamaanisha utaratibu. Ni kitu kinazungumzia habari ya utaratibu. Ni kweli Biblia imeeleza habari ya utaratibu, issue ya kuwa na utaratibu. Katika Wakorintho wa kwanza 14:40 inazungumza habari ya utaratibu. Lakini utaratibu wowote ndani ya kanisa hautakiwi umnyang'anye nafasi au mamlaka au utawala yule anaitwa mama wa kanisa au kiongozi wa kanisa. Anaitwa nani? Roho Mtakatifu. Utaratibu wowote ukimnyang'anya mamlaka Roho Mtakatifu, maana yake hilo linakuwa sio kanisa la Roho Mtakatifu, linakuwa ni kanisa la dini. Kwa hiyo tunaweza kuwa na utaratibu kwamba asubuhi tutaanza na maombi, alafu
Baadaye tutafuata labda sijui Sunday school, wengine wanaita madarasa ya Biblia, vyovyote tutakavyoita kile kipindi cha asubuhi.